Nataka tusome kitabu ambacho ni cha Yeremia, na ningependa kunena kuhusu mwanguko. Mbona watu huwa wanaanza na Mungu wanamalizia na shetani? Mbona watu huwa wanaanza na roho wanamalizia na mwili? Na mbona watu huwa wanarudi nyuma? Unasikia mtu alikuwa ameokoka lakini sasa amerudi nyuma. Mbona? Na ninataka kupeana sababu 6 ambazo huwa zinafanya mtu akaweza kurudi nyuma na mtu akaweza kuanguka. Siku hizi ambazo tunazoishi ni siku ambazo zilizokuwa zimetabiriwa. Maandiko inasema ya kwamba kitabu cha Mathayo 24 pale 12 huko, ni ya kwamba nyakati za mwisho watu wengi wataanguka kwenye imani, ya kwamba watu wengi wataanguka, watarudi nyuma. Na inasema kwa sababu ya uongezefu wa kuongezeka kwa uovu, watu wengi watarudi nyuma. Waliokuwa mbele watakuwa nyuma. Waliokuwa wameokoka sasa wameanguka. Tuko katika wakati ambao hata wale waliokuwa ndio wachungaji sasa wengi wao walianguka, na wengi wao walimuacha hata Mungu, ya kwamba sasa yule alikuwa ni mchungaji lakini leo hii ni mlevi. Yule alikuwa ni mama wa kanisa lakini leo hii ndio huyo alianguka. Ni nini huwa kinafanya watu waanguke, waondoke katika imani? Na hii ukielewa utaweza kujua, ili ujiangalie usije ukawa uko kwenye barabara ya kuanguka. Jambo ya kwanza au sababu ya kwanza ambayo inafanya watu waanguke ni kwa sababu ya kumtumainia mwanadamu. Siku ya leo unapata kusikia mtu akisema, kama huyo ni mchungaji amefanya hivyo, mimi sitaenda kanisani. Mimi nimeanguka, afadhali nirudi kwenye kilabu. Wengine kanisa ikiisha au kanisa ikianguka, ikiporomoka, na wao wanaporomoka, maana walikuwa wameweka imani yao kwa mwanadamu, walikuwa wamemwangalia mwanadamu. Na maandiko, kitabu cha Yeremia pale 17, maandiko inasema waziwazi, yule mtu ambaye anayemtegemea mwanadamu amelaaniwa. Maana wakati mwanadamu anakosa nguvu, unakosa nguvu. Wakati mchungaji wako anaanguka, wewe pia unaanguka. Maana ulimtumainia mwanadamu, ulimfuata mwanadamu. Ndiyo maana wengi wameanguka leo hii, maana imani zao zilikuwa kwenye mabishopu, zilikuwa kwenye manabii, zilikuwa kwenye wachungaji. Wakati walikuazwa, wakati waliona jambo, wakakwasika, wakasema imetosha, hiyo kanisa zitaenda, huyo Yesu hapana. Wakaanguka na wakatoka kwenye wokovu, maana imani zao zilikuwa kwenye mwanadamu. Unaona, hiyo ndiyo chanzo moja ambayo watu wanaanguka. Maana watu wengi hawafuati Kristo, watu wengi wanafuata dini, watu wengi wanafuata manabii, watu wengi wanafuata mitume, yaani wanafuata wanadamu, sio kufuata neno la Mungu. Na wakati hao watu wanaanguka, wanatoka katika njia za Mungu, hata wale waliowafuata wanaanguka. Kanisa ikifungwa, nawe unafunga imani yako, maana ulikuwa umefuata mwanadamu, ulikuwa umeweka imani yako kwa mwanadamu, sio kwa Yesu. Ndiyo maandiko inasema, hicho kitabu ambacho ni cha Yeremia 17
Yeremia 17 maandiko inasema waziwazi ya kwamba yule mtu ambaye anayemtegemea mwanadamu amelaaniwa. Unaona? Sasa imani yako, unamtegemea Mungu ama unamtegemea mwanadamu? Unategemea mchungaji ama unategemea Mungu? Ya kwamba mchungaji akianguka au kanisa ikifungwa, wewe umefunga imani yako. Tegemea Mungu, mfuate Kristo. Maana wanadamu wanaweza kuanguka, lakini Mungu hawezi kuanguka. Mwanadamu anaweza kukufanya ukwasike, lakini Mungu hawezi kukukwasa. Na hapo ndipo watu wengi wamesahau. Maandiko inasema, lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana, ambaye matumaini yake ni katika Bwana. Hivyo ndivyo maandiko inasema, amebarikiwa yule ambaye tumaini yake iko katika Bwana. Lakini kulaaniwa ni yule ambaye anayemtegemea mwanadamu. Unaona? Ndio maana watu wengi wameanguka. Waliokuwa wamesimama wamekwasika. Maana siku za leo mambo ni mengi inayowapata wale walioamini. Mambo ni mengi inayokuja kwa wale waliookoka. Na viongozi waliokuwa mbele hawa wanaingia, wanafika mahali wanaacha njia ya Mungu. Sasa kama wewe umefuata mwanadamu na umeweka tumaini yako kwa mwanadamu, utakwasika, hautaendelea katika imani. Na ndiyo maana tunahitaji tumfuate Kristo. Kitabu ambacho ni cha Wakorintho wa kwanza pale 11, usikie imani yako haifai kuwa inategemea mwanadamu, haifai kuwa imefuata mwanadamu, bali imani yako inafaa kuwa imemfuata Kristo. Maandiko inasema ya kwamba, igeni mfano wangu kama ninavyouiga mfano wa Kristo. Amen. Ya kwamba tunaiga mfano wa nani? Mfano wa Kristo. Wale ambao unafuata wanahitaji kuwa wamemfuata Kristo. Lakini watu wengi wanafuata watu ambao hawafuati Kristo, ambao wamefuata sheria za kanisa na sheria za wanadamu. Sasa watu wakianguka, na wewe unaanguka, maana hawana nguvu ya Kristo. Lakini Mungu anasema tunaiga. Paulo alisema igeni mfano wangu, wakati ambapo pia anaiga Kristo, anapomfuata Kristo. Haufai kufuata wanadamu ambao hawajafuata Kristo. Kama ni manabii na mitume, kama ni wachungaji, yeyote yule lazima kwanza afuate Kristo. Amen. Na akifuata Kristo na wewe umfuate. Lakini akikosa kufuata Kristo, na Kristo ni neno lake, na wewe usimfuate, maana atakupotosha. Atakuwa kama mtu ambaye ni kipofu, na ukimfuata kipofu, nyote mnaingia kwenye shimo. Hiyo ndiyo na jambo ya kwanza ambayo inawafanya wanadamu au watu wengi wakaanza kuanguka. Maana walifuata wanadamu, hawakufuata Kristo. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli, na Yesu ndiye uzima. Kitu ya pili ambayo unafaa kujua, ni nini kilichokufanya uje kwa Kristo? Ni nini kilichokufanya ukuje kwa wokovu? Ni nini kilikuvutia wakati uliposema umeokoka, na wakati uliposema utakuwa mfuasi wa Yesu? Sikia, kama ilikuwa ni uoga, basi utakuja kuanguka siku moja. Kama ilikuwa ni upendo wa dunia, upendo wa pesa, kama ilikuwa ni kukosa, ulikuwa umekosa, ndio maana ulikuwa Mkristo ukaenda kanisani, basi hiyo yote haitasimama. Maana sikia,
uoga una mwisho. Yeyote ambaye anakuja kwa Kristo anaokoka kwa sababu ya uoga. Ati maana amesikia Yesu anarudi. Sasa unakuja kwa Yesu kwa sababu ya uoga. Ama maana unasikia mtu akifa anaenda jehanamu. Sasa unakuja, lakini umekuja kwa sababu ya uoga. Uoga huo unaisha, na ukiisha utarudi nyuma. Unaona? Ndio maana maandiko inasema uoga sio wa Mungu, bali uoga shetani huwa anaweka uoga, na uoga wake una mwisho. Lakini ile sababu inafaa uje kwa Yesu inahitaji kuwa ni upendo wa Mungu, maana upendo wa Mungu utadumu. Mambo ingine yote itafika mwisho, lakini upendo wa Mungu utadumu. Na Kristo anasema ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kukututenganisha na upendo wa Kristo. Ukija kwa Yesu kwa sababu ya upendo, unampenda, umetambua ile kazi aliyofanya msalabani, na umeamua kumpenda Mungu. Hata wakati wa shida, upendo utasimama. Upendo ndio ulifanya wale wa Kristo wa kale wasimame. Walisimama na upendo wa Mungu. Waliuliwa, walichinjwa, walitolewa hata ngozi ikang'olewa, lakini hawakumkana Yesu, maana walikuwa na upendo ndani ya mioyo yao. Lakini siku ya leo Wakristo wengi hawana upendo. Ile upendo wako nayo ni ya pesa, ingine nayo ni mashida wako nayo. Wanakuja kanisani kwa sababu ya upendo wa pesa. Sasa niliona juzi mchungaji mwingine, sasa yeye anaita watu, anasema siku ya Jumamosi watu waje kanisani, maana itakuwa Jumapili ya pesa ya miujiza. Na anasema ya kwamba atakuwa akiwapa mtu 100. Ona, watu wengi wataenda kwa sababu ya 100, kwa sababu ya upendo wa pesa. Lakini nikwambie ukweli, hiyo haitadumu, maana upendo wa pesa unaisha, lakini upendo wa neno, upendo wa Yesu utasimama milele na milele. Ndio maana watu wengi wameshikwa mateka na hawa manabii wa uongo, hawa wakukurukaka, maana hawa ni wakora, wanafanya biashara na wanadamu, na anakuita na 100, lakini faida yake itakuwa milioni 1, maana kuna kitu ambacho wanataka na hawa wanadamu. Wengine wanawafanya hata kafara. Unauza maisha yako, unauza nafsi yako kwa sababu ya 100, mwishoni unaachwa na mashida. Ndugu wapendwa, kile kinafaa tuokoke, kile kinafaa mtu aende kanisani ni kwa sababu ya upendo wa Mungu, upendo wa uzima, upendo wa Yesu. Maana Yesu alikuja huku kwa sababu ya upendo. Hakuja kwa sababu ya magari, au kwa sababu ya mashamba, au kwa sababu ya vitu vya dunia. Yesu alikuja kwa sababu ya upendo. Alikufa kwa sababu ya upendo, na kwa sababu ya upendo tunafaa tumpende, tunafaa tuokoke, tunafaa tumfuate kwa sababu ya upendo. Lakini pasipokuwa na upendo, hii ingine yote itakuja kuisha. Unaona? Ndiyo maandiko inasema, kitabu ambacho ni cha Yohana wa kwanza pale 4:18 inasema ya kwamba watu hawafai kuja kwa Kristo kwa sababu ya uoga. Sasa sikia inasema nini? Katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Yaani inatupa uoga nje, kwa sababu uoga inahusika na adhabu. Kila mwenye uoga hakukamilika katika upendo. Mungu anasema ya kwamba ni katika upendo, huo upendo
umesikia dunia inaisha, au umesikia wale ambao hawayuko ndani yake sijui watapata shida. Yaani hiyo uoga ya maisha na mashida, hiyo ni mbaya, na hiyo haifai uwe nayo, maana hiyo itaisha. Kwa sababu ukija kwa Yesu kwa sababu ya mashida ya pesa sijui ya nini, utarudi nyuma. Kwani unaona wachungaji ni wachungaji wangapi ambao wanaweza kukuambia wale watu wameshaokoka? Ninawajua wengi walishaokoka, lakini walishakuja kuokoka kwa sababu walikuwa na taabu, walikuwa na shida. Wengine walikuwa ni uoga iliyokuwa ndani yao, maana walihofia Yesu angekuja hivi karibuni. Hiyo yote ikafika mwisho, wakafika mahali shida zikaisha, kama ni hiyo uoga ikaisha. Sasa hivi wanakunywa bangi na wengine wako kwa ulevi kwa sababu ya uoga. Hiyo ndiyo jambo inayofanya watu waanguke, maana ile iliyokuleta kwa Yesu haikuwa upendo wa Mungu, ilikuwa ni kitu kingine. Na ndiyo maana injili ya kuambia watu watabarikiwa na kuhubiri injili ya baraka, hiyo ni injili ya kishetani. Maana hiyo ni injili iko na misimamo ya uongo. Unavutia watu na waambia kujeni kwa Yesu, kuna magari, kuna mashamba, unaita watu na vitu za dunia. Yaani unaita watu na miujiza. Wakati hizo vitu zitakosekana, huyo mtu atarudi nyuma, na wakati atapata kile alikuwa anahitaji atarudi nyuma, hata endelea na imani. Yesu alipokuja, mitume walipokuja, hawakuambia watu waokoke kwa sababu ya magari, mashamba, sijui wabarikiwe. Hapana, hizo ni mambo za dunia hii, na ukikaa vizuri zinafaa zikufuate, sio wewe uzitafute. Maandiko haijasema tutafute mali. Maandiko haijasema tutafute pesa. Maandiko haijasema tutafute utajiri. Maandiko inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, haya mengine itamfuata. Mali na utajiri ndizo zinawafuata waaminio. Hata wengine wakiwa wamelala wanapata mali imeingia, kwa sababu ni Mungu anakufuatilia. Ukifuata Mungu, Mungu atajua utakula nini. Lakini ukifuatana na utajiri na pesa, hiyo itakuwa gumu sana kumfuata Mungu. Maana ni vile Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana. Wakati alikuwa anafanya ishara ya miujiza ya mikate, wengi walimfuata. Lakini ilipofika akaanza kunena neno, akajidhihirisha na neno, watu wengi walimwacha, kwa sababu wengi hawakuwa wamefuata neno, hawakuwa wanafuata upendo wa neno, hawakuwa wanampenda, walikuwa wamependa mikate. Mikate ilipoisha, aliposema sifanyi ishara ingine hapa Yerusalemu, wengi walimwacha, maana ikamilika. Hawakuwa wanafunzi wa Mungu, walikuwa wanafunzi waliofuata mikate. Na leo hii kuna Wakristo wengi wako kwenye makanisani, lakini sio wafuasi wa Yesu, ni wafuasi wa mikate. Walifuata mikate, walifuata utajiri, walifuata wanadamu, lakini sio upendo wa Yesu. Amen. Unaona wengine hata wanaenda kanisa ndio watafute wanaume, na wengine wanawake. Mtu anapoona mwanamke au anapoona mume ama mke, anarudi kwenye kilabu, anarudi kwenye dunia, anaanguka. Maana lengo yake haikuwa uzima, lengo yake ilikuwa kutafuta bibi wa kanisa, na mwingine kutafuta mume kanisani. Maana aliambiwa ukitaka mume lazima uokoke. Kwa hivyo akakuja aokoke ndio apate mume. Haleluya! Maana hiyo ndio inafanya watu waanguke. Ni nini kilichokuleta kwa Yesu?
Ni nini kilifanya wewe uwe muamini au uwe mtu mfuasi wa Yesu? Kama sio upendo wa Yesu, wewe umeanguka mtihani, na kama vile samaki ni ya majini, utarudi majini. Lakini ukimpenda Yesu na ukija kwa sababu ya upendo wake, ujue ile gharama aliyefanya, uone, uingie kwenye upendo. Hakuna kitu kitakutenganisha na upendo wa Kristo hata milele na milele. Maana upendo unasimama kwa mambo yote. Upendo utasimama. Haleluya! Sikia, kitu kingine ambacho kiko ni kwamba kitabu ambacho ni cha Mithali, Zaburi 11. Kitu kingine kinafanya watu waanguke ni msingi. Msingi wako umejengwa wapi? Maana nyumba inapokuja kuanguka, hiyo nyumba lazima iwe kuna kitu kibaya. Haikujengwa vizuri, kuna chuma, kuna kokoto, simiti walinunua wapi? Ile msingi ilikuwa namna gani? Ile mwanzo walianza hiyo nyumba namna gani? Sasa itaanguka kama haiko imejengwa kwenye msingi wa neno. Vivyo yule mtu anaanguka, Mkristo anayeanguka anafaa aulizwe na anafaa aangaliwe msingi wake ilikuwa nini, alijengwa namna gani? Maana kama alijengwa kupitia nyasi haiwezi kudumu. Ona, kama alijengwa pasipo neno, chochote kile ambacho sio neno atakuja kuanguka. Angalieni misingi yenu kwenye unasoma wokovu wenu. Msingi wako uko wapi? Uko kwa wanadamu? Uko kwenye dini? Uko kwenye sheria? Uko kwenye bishopu? Au uko kwenye neno? Maana ikiwa kwenye neno utasimama, lakini kama iko kwa mwanadamu, vitu vyake na mwanadamu vitafika mwisho, lakini neno litasimama milele na milele. Ndio maandiko inasema, hiki kitabu ambacho ni cha Zaburi 11, Zaburi 11, usikie vile leo nasema pale 11:3 inasema hivi. Inasema hivi 3, wakati misingi imeharibiwa, mwenye haki anaweza kufanya nini? Sikia, ati wakati misingi imeharibiwa, mwenye haki anaweza kufanya nini? Hiyo ni kusema msingi ndio haki, ndio nguvu ya mwenye haki. Na wakati mnaondoa msingi, wenye haki hawezi kusimama. Maana mwenye haki anakaa kwenye msingi. Kwa hivyo ukiondoa haki, uondoe msingi wa kweli, watu hawezi kusimama. Watu lazima waanguke. Na ndio unaona kuna shida siku ya leo. Maana misingi ikiharibiwa, wenye haki watasimama wapi? Watu wataenda wapi? Ndio unaona shetani anajaribu kuharibu misingi ya neno, anajaribu kuharibu neno, ndio mwenye haki atingizike, mwenye haki akose mahali pa kusimama. Maana msingi ni kama ile inaitwa island ambayo huwa iko kwenye ziwa. Hapo tu ndio kuna mawe ya kukanyanga. Sasa niambie, hiyo mawe ikiondolewa, sasa mtu ataenda wapi? Si ataingia tu kwa majini, yaani atakufa. Ndivyo ilivyo. Msingi ni neno la Mungu. Tumejengwa katika msingi wa neno. Kristo alipokuja alitupa msingi, na huo msingi sio msingi wa dini, sio msingi wa mwanadamu, sio msingi ati wa kanisa yetu, ati bishopu wetu, ati kwetu. Msingi tumepewa ni katika neno. Haleluya! Wacha tusome
katika kitabu ambacho ni cha Wakorintho. Wakorintho, tusikie msingi. Tumesikia ati msingi ukiondolewa, mwenye haki ataenda wapi? Atafanya nini? Sasa wacha tuulize neno hii, msingi ni nini? Au tulijengwa kwa misingi ya nani? Au tulijengwa kwa msingi wa nini? Wakorintho wa kwanza pale 3:11 maandiko inasema hivi maandiko inasema hivi ya kwamba kwa maana hakuna mtu yeyote awezaye kuweka msingi mwingine wowote isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, ambao ni Yesu Kristo. Haleluya! Ya kwamba hakuna yeyote anayeweza kuweka msingi mwingine ambao ni kinyume cha Kristo. Maana msingi au neno au injili ni Kristo. Yeyote atakayeweka msingi mwingine ambao sio neno, hiyo msingi haitasimama. Sasa wewe jiulize, umejengwa kwa msingi wa bishopu wenu, kwa dini yako, kwa kanisa yetu, au umejengwa kwa msingi wa nani? Maana misingi yote kama sio msingi wa neno, kama sio msingi wa Kristo, hautasimama. Maandiko inasema kwa maana hakuna mtu yeyote awezaye kuweka msingi mwingine wote isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, ambao ni Yesu Kristo. Hiyo ni kusema hatuhitaji misingi ingine. Tayari tuko na misingi. Hatuhitaji neno ingine. Tayari tuko na neno. Hatuhitaji mafundisho mengine. Tayari tuko na mafundisho ambayo Kristo alitupa, na hapo ndipo tumejengwa kwake, yaani kwenye hiyo misingi ambayo ni ya neno la Mungu. Na maandiko inaendelea na kusema ya kwamba kama vile ambavyo tumejengwa katika misingi ya manabii na mitume, Kristo akiwa yeye ndiye msingi, akiwa yeye ndiye jiwe. Sasa jiulize, imani yako msingi ni nani? Msingi wako uko kwenye dini au uko kwenye neno? Maana ipo watu ambao huwa wanakasirika, maana ukihubiri neno wanasema wanaonewa, kwa sababu wanasema kanisa kwetu tunafanya. Hiyo ni msingi ya neno ama ni msingi ya kanisa kwenu? Msingi ya kanisa kwenu haitadumu, lakini msingi wa neno ndio utakaodumu. Ndugu wapendwa, watu wengi wanaanguka nyakati hizi za leo kwa sababu hawako wamejengwa kwenye msingi wa neno. Ndio hiyo, unapatana na mtu anakuambia mimi nilianguka, unamuuliza kwa nini? Maana kanisa yetu sijui ilikuwa ni ile sijui ya nani. Sasa nilipofanya dhambi waliniambia kwamba mimi siwezi kuokolewa tena kwa sababu nimeanguka. Sasa wakaniambia sasa unangoja hukumu. Hiyo ni msingi kutoka wapi? Maana neno haijasema hivyo. Kristo anasema ya kwamba yuko wa rehema. Mungu ni mwenye rehema, ya kwamba mtu mwenye haki anaweza kuanguka mara 7 na asimame tena. Lakini unapata huyo mtu alikianguka anawachwa na kanisa na wanamusomea maandiko mengi, wanamwambia unaona sasa hakuna sadaka ingine maana umefanya dhambi, sasa wewe ni hivyo. Kuna watu wawili wamenipata wakiwa na hiyo shida, maana msingi wao ulikuwa ni msingi wa kumaliza mwanadamu, kwa sababu Mungu akiwa Mungu anajua uamukapo na ulalapo. Kama mtu aliyekuwa anaitwa Samsoni alipatiwa wakati mwingine, alipatiwa wakati wa pili. Mungu naye anawapatia wanadamu wakati mwingine wa kusimama. Kwa hivyo kama ulianguka
ukarudi nyuma, haijalishi ni dhambi gani, bado unaweza kuokolewa, bado unaweza kurudi kwa Kristo. Wacha kukaa huko. Hatunajua kwetu mtu akianguka ameanguka, sasa huyo hawezi kuokoka tena. Kwani wako na mbingu yao? Kwani wako na Kristo wao? Kristo ni yule yule ambaye anasema ya kwamba wale wote ambao waliomuacha, anasema rudini kwangu, na anasema ya kwamba hata kama dhambi zenyu ziko namna gani nitawatakasa. Lakini imani zingine za wanadamu na dini zingine zinajifanya mitakatifu hata kuliko malaika. Hawa hata hawezi kusalimia mtu, ya kwamba huyo akifanya kosa kidogo anasomewa mashtaka kanisani na anafukuzwa. Naambia wewe, tumemalizana na wewe. Hizo ni imani mbaya na potovu. Misingi yao ni kuhukumu wanadamu na ni kufanya wengi wapoteze imani ya Kristo. Kukosana na mzee wa kanisa sio kukosana na Kristo, wala kukosana na mchungaji sio kukosana na Kristo. Haleluya! Unahitaji kuongea na Kristo. Mungu yuko. Yeye ndiye mwenye mbingu. Hadi kwa sababu umeambiwa nini sasa uone kama mbingu imefungwa? Hapana. Sisi sote tunangoja hiyo mbingu, na sisi sote ni watu wa kuhurumiwa. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote huwa anafaa kukuambia Mungu amemalizana na wewe kwa sababu umeanguka. Hawezi kusamehewa. Sasa unakaa huko, unarudi kwenye baki na ulevi, maana mchungaji ama kanisa yenu ilisema mtu akianguka ameanguka, amepotea. Hapana, hiyo ni sheria, na wakati wa sheria umeisha. Ni wakati wa neema na rehema. Neema inasema ya kwamba ukianguka, ukirudi kwa Kristo, Mungu ni mwenye rehema, unaweza kuokolewa tena. Ukianguka unaweza kusimama tena. Hiyo ndiyo kazi ya neema. Neema ni ya kukuokoa wakati kuna wakati na muda huko, maana haujafa, uko hai, na hiyo ndiyo neema tulipewa. Kwa hivyo kama misingi yako ya kikanisa ni hiyo, ujue umepotea. Wakati utaanguka ufanye chochote, wewe utarudi nyuma tu, maana umeambiwa hakuna kusimama tena, hakuna kuokolewa tena. Sikia, maandiko inasema ya kwamba kitabu ambacho ni cha Mathayo, ukisoma Mathayo pale 24, tunaona kwa nini wanadamu wanaanguka, kwa nini watu wengi wameanguka. Tuko kwenye kipindi ambacho tuko na nambari inaendelea na kuongezeka ya Wakristo wachungaji wengi walioanguka wakarudi nyuma. Na sasa wengine ni walevi, wengine ni majangili, wengine ni waofu, wengine wamekuwa wezi, wengine wamekuwa sasa wapinga Kristo. Wanaingia kwenye mitandao na kazi yao ni kusulubisha Yesu, wakisema walikuwa wachungaji, lakini kumbe ni wakora, ni watu walioanguka. Sasa wanatumiwa na shetani kuaibisha kazi ya kazi ambayo ni ya msalaba. Maandiko inasema Mathayo 24 pale 34, sikia, inasema hivi: amin amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yote yawe yametimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Haleluya! Neno la Mungu halitapita. Neno la Mungu litasimama, na ukiweka msimamo wako kwenye neno utasimama. Lakini ukiweka msimamo wako, wokovu wako, ati kanisa yetu, ati mchungaji wetu, ati mimi ni wa huku, mimi ni wa huko, wewe utaanguka. Weka imani yako kwenye neno la Mungu. Weka msimamo wako kwenye neno la Mungu, maana yote itakuja kupita. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Na neno hilo ni neno la Kristo. Kwa hiyo unahitaji uishike neno la Mungu ili ukaweze
na zile mambo zinahubiriwa ni mambo tu ya kwao, ni tamaduni za wanadamu na ni sheria za wanadamu, lakini sio neno. Neno inaondolewa, wanawekewa sheria za kwao, vile mtu anafaa kuomba, vile mtu anafaa kuokoka, vile mtu anafaa asijui kutubu na nini, lakini neno linaondolewa. Imani yako isiwe kwenye hizo vitabu za wanadamu. Imani yako wacha iwe kwenye neno la Mungu, maana hiyo yote itakuja kuisha, lakini neno la Mungu litakuja kusimama. Imani yako vile unaomba, jiulize, unaomba kama vile tulikuwa Biblia inasema, ama unaomba ukitumia kitabu umeandikiwa ati hiyo ndio wewe unatumia ukiomba, na unapewa vitu zingine hapa kama bogo za wachawi, ati ukiomba lazima uguzaguze hizo mbegu, sijui shanga. Hiyo imani ulitoa wapi? Maana hiyo imani haiko kwenye Biblia, haiko kwenye Mungu. Unahitaji imani ya neno. Mitume waliomba kwa jina la Yesu. Hawakuomba kutumia hizo bogo, hizo chaka au mkufu yeyote. Waliomba kwa jina la Yesu na katika imani. Lakini imani za leo ziko na mambo mengi. Wengine wanaomba kupitia picha, wengine wanaomba kupitia vitambaya, wengine wanaomba kupitia hata mafuta na maji, wengine wanaomba kupitia vitu zingine wameandikiwa, na wengine wanaambiwa lazima sijui ujifunge kitambaa ya redi ati ndio uombe. Wengine wanaambiwa lazima uamke usiku sijui saa 9 ukiwa umevaa hii kanjo. Hizo zote zilitoka wapi? Maandiko inasema ya kwamba imani tulio nayo ni moja. Hatukutoa imani mbili, imani moja. Imani moja, Mungu moja, ubatizo moja, na ni roho moja. Lakini hizi vitu zingine, sarakasi za wanadamu na vitu zingine za sanamu, ati ukiomba lazima uweke kasanamu hapo unakaangalia. Hizo zilitoka wapi? Imani yako iwe kwenye neno. Kile ninahubiri ni neno, na ukiniuliza nitakwambia neno, nitakutolea aya nikuonesha imeandikwa hapa. Lakini kuna watu ambao wanaabudu, wanaomba, hata wanavaa, lakini ukimuuliza nitolee kwenye maandiko hivyo unavyofanya, hawezi pata. Anakuambia acha nilete ka kitabu, analeta ka kitabu ka kanisa yao, ka kitabu ka dini yao, anaanza kuambia sisi pasta yetu, hii bishopu yetu. Hizo zote ni imani za wanadamu, na hiyo itakupeleka jehanamu. Maana maandiko inasema neno la Mungu litasimama, lakini vitu zingine zote, hadithi za wanadamu na hekaya za wabunuasi zitaisha. Ni wakati wa kujenga imani yako katika neno la Mungu, maana katika neno hapo ndipo kuna msimamo. Kwingine kwote hakutasimama. Tuko katika wakati wa muyumbayumbisho, dunia yote inatikizwa, lakini wale ambao wamejiweka kwenye neno la Mungu, imani yao ni neno, hawatatikizwa, na wakitikizwa watasimama, kwa sababu imani yao ni neno. Neno la Mungu linasimama. Lakini wewe unasimama kanisa yetu, hati hatuulizwi na neno imeongea. Neno inaongea, neno inakuambia usifanye hivi, usivae hivi, usitende hivi, lakini wewe unasema kanisa yetu sisi tunafanya. Hamuna mbingu yenu. Unahitaji kufanya kama neno, sio kufuatana na kanisa yetu. Maana siku ya leo makanisa ni mengi na wachungaji ni wengi, wakulipwa wako, makanisa ya kulipwa iko. Ukitaka ya walevi iko, ukitaka ya wajangili iko, ukitaka ya wanyang'anyi na wakora ipo, ya wanafiki iko. Ukitaka hata ya wale wanachanganya utamaduni za kinyumbani na kanisa iko. Ukitaka ya wale wanaabudu wafu iko. Ukitaka ya sanamu iko. Zimefunguliwa na kila mtu na aina zake, maana wanajua hawatakosa wafuasi. Duniani wafuasi wako, walevi wako na yao, wale wanaonyang'anya wako na yao,
kila mtu ako na yake, lakini kanisa ni moja ya Kristo, imani moja. Wale ambao muziki wao ni wanafanya kama vile Kristo walivyosema. Kwa hivyo kusema kanisa yetu, hiyo haina hoja, hiyo hata haitutishi. Kusema wewe uko na dini, hata shetani uko na dini yake. Amen. Kile cha maana neno la Mungu ndio unafuata, ama ni dini ya wanadamu? Kila unafanya, muziki wenyu uko kwenye hadithi, uko kwenye sheria za wanadamu, ama ipo katika neno la Mungu? Hiyo ndio swali. Neno la Mungu ndiyo msingi. Ikiwa sio neno, haitasimama. Na ndio unaona watu wengi wameanguka, maana hawana muziki. Unaona mtu anatoka hii kanisa anaenda ingine, maana hata hana muziki, hata hajui nini anatafuta. Maana wengine wanakuwa wachawi, wanaona huko hawezi kufanyia uchawi wake, sasa anaenda kwenye kuna uchawi. Mwingine naye anataka ile ambayo iko na usherati, maana ni usherati, hataki kuulizwa usherati. Akisikia huku tunakemea usherati, anaenda kule ambako watu wanaweza fanya usherati na ukahaba bila kuulizwa. Ipo makanisa ambayo dhambi haihubiriwi, watu hawakemewi, ukitaka kwenda uchi haukemewi. Kwa hivyo kila mtu ako na kanisa yake. Lakini siku ya leo jiulize, hiyo kanisa unaenda, wameweka imani yao kwa nani? Muziki wake iko kwa nani? Ni kwa neno au ni kwa wanadamu? Wanatukuza nani? Ni wanadamu ama ni Mungu? Lengo yao ni nini? Lengo ya wewe mchungaji kuhubiri ni nini? Ni sadaka au ni kufanya kazi ya Mungu, watu waone uzima wa milele? Malengo ni mengi. Usifanye roho yako ichezewe karata. Hizi ni siku za mwisho. Angalia nafsi yako. Kuna watu ambao wanafanya karata na roho za binadamu, maana hawapo wafikishe watu katika ufalme wa Mungu. Lakini wako wafanye biashara na roho yako. Wanakufuga kama ng'ombe kwa sababu ya maziwa, lakini hawako wakusaidie ukomae, utakasike, ujiandae kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Wao kazi yao ni kukukamua. Wakiona uko na shida hawezi kukuambia, na ukingojeka wanakutupa, maana hautoi maziwa. Sasa wewe hauna kitu chochote ambao wanasafaidika, wanahitaji faida. Jihadharini ndugu wapendwa. Na hapo nena hiyo unaweza kunichukia, lakini nakuambia ukweli. Maana siku ya leo watu wanataka ukweli, watu wanataka kudanganywa. Naona hata kuna wachungaji wanaozunguka, wengine wanaenda hata kwenye kilabu wakiwa na maguo hii ya kidini na makofia, na wakiwa wamefunga tai na kara, na wanaenda kwenye kilabu wakibariki walevi, wakiwaambia kwamba hata nyinyi ni wa Mungu na nimekuja kuwabariki, na anawaombea. Alafu wanaitisha sadaka kwenye kilabu. Hawa ni wakora, hawa ni majambazi, hawa ni wabaya kuliko wale wandogo. Maana hawa wamekuja, wametumwa na shetani ili wafanye mioyo ya waovu iendelee na kufanya dhambi. Maana mchungaji alitumwa ndio wafanye mioyo ya wanadamu wamgeukie Mungu, lakini hawa wanafanya huyu aendelee na kupotea, ati anakunywa pombe iliyobarikiwa na bishopu. Unaona, anafanya ukahaba na usherati, akiwa anasema hata tumeombewa hapa kwenye kilabu, hata alikuwa huku. Hapa ndipo unasikia wengine ni walevi, wanaendelea na kuwa na ulevi, wakisema ya kwamba hata tunakuwa na pastor wetu huko kwenye kilabu na ameomba na tumetoa sadaka. Kwa hivyo wataendelea na dhambi. Yaani hawa ni
agenti za shetani wa kuwafanya wanadamu waendelee na dhambi, wafanye mioyo yao kuwa migumu. Hapo ndipo Yesu alisema afadhali watu wa namna hiyo hawangelizaliwa, maana wamekuja wawakwase na wawafanya watu wawatupe, yani wa kuwapotosha, instead ya kuwarudisha watu kwa Kristo ni kupotosha. Akisema imebarikiwa ni nyakati za mwisho. Jihadharini ndugu wapendwa. Haya ndiyo mambo yanayofanya watu waanguke. Kitu kingine kinafanya watu waanguke katika kitabu ambacho ni cha Mathayo 13 pale 19 tutasoma. Lakini kile kinafanya kingine watu waanguke ni kwa sababu ya kukosa kushika neno, ya kukosa kufahamu. Ukikosa ufahamu wa neno, ukikosa ufahamu wa wokovu, ukikosa ufahamu, wokovu ni nini? Yesu ni nani? Mungu ni nani? Ukikosa ufahamu, utakatifu ni nini? Utaanguka, maana utakuwa kama yule ambaye hana msimamo. Ndio unaona wengi wanaanguka, hawana imani na hawana kuelewa. Sasa unasikia mtu anakuambia jambo, na hiyo jambo hakuna mahali inaendanisha na wokovu, kwa sababu huyo mtu hakuelewa. Kuelewa ni kitu ya msingi sana katika wokovu. Sio kufuatana tu na wanadamu, ni kuokoka, ni kubatizwa, ni nini na unafanya, tunaambiwa nini, tufunge vitambaa, tunafunga, tuweke nguo ndefu, unaweka nguo ndefu. Unaamini lazima uwe na kuelewa. Kwa nini wananiambia hii? Ni wapi imeandikwa hii dhambi hii inasema nini? Kufanya hivi ni kwa sababu ya nini? Lazima uwe na kuelewa. Lakini ukifanya mambo kama ni sheria, utapotea. Unaona kuna watu wamefuata vitu ambazo hazipo kwa maandiko kwa sababu hata hawakuelewa. Walipoambiwa tu wakaamini, wakafanya vile vile. Sasa wanajipata tu wanafuatana, ni kikundi amefuata na anafanya mambo pasipo kuelewa. Lakini yule aliyeelewa, ameelewa na hawezi kudanganyika. Mtu ambaye hajaelewa yuko kwenye mashakani. Maana kama hauelewi neno, hauelewi wokovu, hauelewi Injili, hauelewi Biblia, wewe utakuwa kama mtu ambaye haelewi Nairobi. Nairobi anasema ninaelewa Nairobi. Sasa siku moja utajipata kwenye mashakani. Ukisema unaelewa, utupwe Nairobi katikati, unapotea ikiwa ni mchana peupe. Maana ulijifanya unajua na haujui. Unajipata umeondoka hata Nairobi, unaelekea Mombasa Road, na hautaki kusema umepotea, maana kiburi ulio nayo inasema wewe ni mtu wa Nairobi. Unaona? Maana hauelewi. Hivyo ndivyo ilivyo katika imani. Usipoelewa, nyenyekea, ufunzwe neno la Mungu, uelewe. Na ukielewa, hakuna kupotea, hakuna kudanganywa. Maana shetani anawadanganya watu wengi, anawanenea kwenye sauti ile yake ya udanganyifu, kama vile alidanganya Hawa, kwa sababu hao watu hata hawaelewi. Ati uliokoka unaelewa wokovu, hajui tunaenda wapi, hajui. Yetu anaendea tu kanisa. Pesa zingine zinaitishwa kanisa ni kutoa tu, hata haulizi hii ni nini, imeandikwa wapi. Wakora wanakuja wanasema sijui jishikanishe na madhabahu, anatoa pesa. Wengine wanakuja wanyang'anyi, wanasema sijui titotoa, sijui fuku, sijui ya nini na nini, vitu ambazo hata hauelewi ziko kwa Biblia. Vitu zingine haziko. Zingine unajua atitoa 310 unatoa tu. Wale ni mchungaji, hauelewi, unadanganywa. Kuelewa ni kitu cha maana. Hata usipoelewa, uliza swali. Na kama mchungaji wenu haulizani maswali, huyo wachana na yeye. Huyo ni mkora. Yesu
Yesu katika mafunzo yake alikuwa anaulizwa swali na anajibu. Shule yote hapo inataka watoto wasome kwa kweli. Haijifichi makona. Mwalimu akifundisha anauliza, nani aliye na swali? Aulize. Lakini huyo mchungaji, hata huyo nabii, hata huyo aulizawe swali, hata huyo hawezi kuulizwa, kwani yeye ni nani? Na unajua Mungu wetu tunamuuliza maswali. Huyo ni mkora. Ni wakora tu, hawapendi kuulizwa maswali. Umuulize kwa nini alisema hivyo. Hiyo mafundisho alikuwa ametoa wapi? Mbona anaitisha hii pesa sijui ya nini na nini? Uliza, ujibiwe. Ukikosa kujibiwa, jua hapo kuna giza na hapo kuna karata ambayo unachezewa. Maana wale watu wanakuibia makarata na sijui farasi hapa na pale, wanakuambia maswali mingi, pelekea shosho yako. Hapa hakuna maswali. Hapa kama sio hii, ondoka. Wenda. Hawatakali maswali, maana ni wakora. Hapana. Wachungaji wanafaa waeleweke. Wanafaa wasimame na maandiko na mtu aseme alisema hivyo, alitoa wapi kwenye Biblia. Sio hadithi au kupotelea. Sikia, tunasoma hii. Kitabu ambacho ni cha Mathayo 13. Mathayo 13. Tunaongea sababu ambazo zinafanya watu waanguke na watu warudi nyuma, waondoke kwenye imani. Sababu hii tunasema ni kwa sababu ya kutoelewa. Si hata mtu akianguka mtihani, si mtu anaanguka manake hajaelewa. Ulikuwa unapata ya kwamba ati umeulizwa mtihani. Unaulizwa ati useme nchi gani ambayo haiko Afrika. Unaletewa Amerika. Unaona, unaletewa Tanzania na sijui Uganda. Lakini wewe kwa sababu ya kukosa kuelewa, wewe unasema ati Uganda. Unafikiria. Lakini haukusoma swali vizuri. Wanauliza ni nchi gani ambayo haiko Afrika. Wewe kwa sababu ya kiherehere na hujaelewa, unasema tu Uganda. Hivyo ndivyo unaanguka mtihani. Hata wokovu ni hivyo. Ukikosa kuelewa Injili, ukikosa kuelewa neno, ukikosa kuelewa wokovu, utakatifu ni nini, Roho Mtakatifu ni nini, ukikosa kuelewa misingi ya imani, wewe unaanguka. Upepo wote ukija unakupeleka. Kukitokea kamunabii, sijui kachumvi na mafuta, kanakupeleka baya. Kukitokea mwingine ambaye amefunga kitambaya sijui ya yellow na green, anasema anaona, hata huyo anakufuata. Hata huyo unamfuata, maana wewe hauna msimamo. Uko hapa, uko kule, uko kwa maji ya chumvi, uko kwa maji sijui ya mafuta. Sasa tena umeenda kwingine, sijui kwa moto, sijui ya nini. Maana hauna msimamo, hauelewi hata wokovu. Unahitaji kuwa na msingi, na ni msingi wa neno. Amen. Maana tumejengwa kwenye misingi, hatujajengwa kwenye hekaya za abuduasi, hatujajengwa kwenye sarakasi za wanadamu. Ni katika neno. Lakini ole wao, maana watu wengi hawapendi neno. Watu wengi wanataka sarakasi. Unaona wengi wanakuja na sarakasi. Mahali kuna neno, mahali kuna Injili, wengi hawataki. Maana misimamo yao ni sarakasi na uongo na uchawi, wakitumia Biblia na ukora. Na huko watu wengi wanaenda. Si nimekuambia? Kama sasa kuna hiyo kanisa wanaambia kwamba Jumapili nayo kuja itakuwa ni Jumapili ya pesa ambazo ni za miujiza. Na kila mtu akienda kule atapatiwa sijui 100. Na kuna wengine na wao wakienda huko kwingine na wao wanapewa uga. Sasa unaona hata kuna wakora wengi wataenda sana huko. Ndio hata wataanza biashara ya uga.
Maana kama kila Jumapili ni uga, si mtu anakuja na wajukuu na familia yake yote na shosho na babu wote, kila mmoja apate uga. Jioni wanakuja jioni kwa nyumba, wote wanaleta uga hapo, inakuwa ni kama biro. Unaona, wanaanza biashara, na ikikosekana wote wanaondoka kwa kanisa. Maana watu wanataka hivyo. Watu wengi sio neno wanataka, watu wako kwenye biashara. Adomewera. Haleluya. Wacha tusome maandiko. Kitabu cha Mathayo 13:19. Maandiko inasema hivi. Sikia. Inasema mtu yeyote anaposikia neno la ufalme naye asielewe, yule muovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Hii ndio ile mbegu iliyopandwa kando ya njia. Sikia, ati mtu yeyote akisikia hili neno la ufalme wa mbinguni na akose kuelewa, yule muovu ambao ni Shetani anakuja na kunyakua kilichopandwa ndani yako, ndani ya moyo wako. Hii ndio ile mbegu iliyopandwa kando ya njia. Watu wengi wako hivyo. Kama hizo mbegu zilizopandwa kule njiani, zilizoanguka pale njiani, ndivyo wale watu ambao wanasikia neno lakini wanakosa kuelewa. Wokovu wanakosa kuelewa. Mungu akinena anasema wanawake wanastahili wavae katika kiheshimu, hawafai kuvaa mavazi ya aibu. Mtu anakosa kuelewa, anaondoka, anarudi kwenye dunia, anavaa uchi utupu, na alikuwa tu ameokoka na aliambiwa, maana hakuelewa. Kwa sababu anasema Mungu anaangalia roho, lakini hakuelewa ya kwamba mwili yake ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Sasa huyo mtu anarudi kwa dunia kukosa kuelewa neno. Kunafanya Shetani aje ashukue hata hiyo kidogo iliyo ndani yako. Maana ndio hizo mbegu zilizopandwa kando ya njia. Shetani anazinyakua, maana hazina foundation, hazina mizizi, ziko juu tu hivi ya barabara. Unahitaji kuelewa neno. Na kuelewa, kama haufundishwi kuelewa, toka huko. Omba Mungu akupe mchungaji atakayefanya uelewe. Maana Mungu wachungaji wake ambaye anasema nitamupa wachungaji ambao wako katika moyo wa Kristo, wawalishe hadi mpate kushiba na kuelewa. Lakini hawa wengine hata hawezi kuelewa vile wanafundisha. Maana wanaropoka tu hivi, anasema hivi leo, anasema hivi. Yaani anaongea tu na mwishoni ni mastori tu anapeana. Anakwambia toa sadaka, toa. Kwa sababu yeye hana hicho kipawa cha kufanya watu waelewe. Maana ni kama mwizi. Mwizi hafanyaji uelewe. Mwizi akitaka kukuibia anakuambia maneno mengi, hata unakuwa hata uelewi. Ameniambia hivi, hata hakupatii wakati wa kuelewa au wakati wa kuuliza maswali. Ni kama amekimbizwa. Sasa wakati utagundua umeibiwa, itakuwa masaa imeisha na mtu ameenda, utapiga tu duru, nimeibiwa. Unaona, ni nyakati za mwisho. Tunahitaji kuelewa. Kitu kingine inafanya watu waanguke ni kukosa mchungaji. Kondoo hawezi kujirisha. Kuna watu wengi ambao hawana mchungaji, wanataka kujirisha. Watu wengi wanajifanya mbuzi, na ni mbuzi tu ambaye inaweza kujirisha. Ile mbuzi unaijua, mbuzi mee, hiyo inajirishaga. Hiyo utaipata kila mahali, na jioni huenda itarudi, au ikikosa kurudi, hiyo hata inaweza kulala juu ya miti. Ni mbuzi. Lakini kondoo hawezi kulala nje, maana kondoo ataliwa na mbwa. Na kondoo hawezi kujirisha, lazima awe na mchungaji. Sasa wewe kama sio mbuzi, unahitaji mchungaji. Kama wewe sio mbuzi, wewe ni kondoo,
na Kristo anakujia kondoo wake. Kila kondoo wa Kristo lazima awe na mchungaji anayemlisha neno, anayemchunga. Akipotea anamwambia pana, hii sio njia. Lakini watu wengi wanasema mimi sina mchungaji, mimi nakaa nyumbani. Wewe unakaa nyumbani namna gani? Wewe ni mchungaji. Hata wachungaji wakae nyumbani, wako na kondoo wamepewa. Sasa wewe uko wapi? Hakuna. Unahitaji kuwa na mchungaji akuchunge, kwa sababu Mungu alitupatia hiyo mamlaka, na maandiko inasema enyi wachungaji mumepewa mamlaka na mmepewa uweza kuchunga roho za wanadamu. Na anasema ya kwamba wachungaji wako na nguvu na mamlaka ya kuchunga roho za wanadamu, roho za kondoo. Amen. Sasa kama wewe hauna mchungaji anayekuchunga, utakosaje kupotea? Utakosaje kurudi nyuma? Utakosaje kuliwa na bweha? Kondoo ambaye hana mchungaji, yeye anakuala chakula ya bweha. Bweha akitaka kuuma mkia anauma mu, maana huyu kondoo hana mchungaji. Akitaka kukamuliwa anakamuliwa, maana hana mchungaji, yuko kila mahali. Ndugu wapendwa, jueni ukweli na ukweli utaweka huru. Na mchungaji wa kweli ni yule ambaye amefuata Kristo na anaongea neno, sio wanadamu. Sio wanadamu tu, hadi unaongea tu mambo ya wanadamu. Mchungaji ni mchungaji anayefuata Kristo, anayenena neno. Paulo anasema kukicha yeyote, hata awe ni malaika, ahubiri mahubiri mengine ambayo sio ile iliyo kwenye Biblia, na alaaniwe. Maana mchungaji wa kweli ni yule ambaye anafunza maandiko, anashika maandiko. Bwana asifiwe sana. Kitu ya mwisho inayofanya watu waanguke iko kitabu cha Mathayo 24 pale 12, ambayo inasema ya kwamba kwa sababu ya uongezefu wa maovu watu wengi wataanguka. Ndugu yangu, ni wakati Yesu alisema kesheni mkiomba, kuweni na ibada za neno, kuweni na maombi, na mtimue mmejisikia. Maana kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu, maovu iko kila mahali, kwenye matelevisheni, kwenye simu, kila mahali uovu uko, watu wengi wataanguka. Kwa hiyo unahitaji kuwa mwangalizi, unahitaji usishiriki kwenye uovu, unahitaji uwe katika rohoni, ili usije ukadanganywa na maovu yanayofanyika duniani. Kitu kingine, usipende yale yaliyopo duniani, maana yeyote ambaye anapenda dunia, upendo wa Mungu hauko ndani yake. Sasa unapenda maovu, maovu inakuangusha. Ni nyakati za mwisho, unahitaji kuwa na msimamo, unahitaji kujitenganisha na uovu. Jitenganisha na waovu ili usimame, maana ukikosa kujitenganisha, maovu itakumeza. Neno la Mungu linasema ya kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye hakai kwenye viti za waovu. Jitenge na uovu. Maovu ni mengi, wacha kuingia kwenye uovu. Kama unaingia kwenye moto, unahitaji kuwa na msimamo. Kama ni vikundi, ondoka kwenye vikundi za uovu, ukaanze kusimama, maana hiyo ndiyo kweli. Hayo ndiyo mambo ama sababu zinazowafanya watu wengi waweze kuanguka na wengine hata kurudi nyuma. Kwa hivyo ndugu yangu, ni nyakati hizi watu wanafaa wajihadhari, maana Yesu alisema wale waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho wengi, na wengine walianza rohoni lakini watamalizia na mwili. Iweni usiwe ni wewe. Ni wakati wa kuinuka, ni wakati wa kuinuka, na ni wakati wa maombi, na ni wakati wa kusimama. Unapodhania umesimama, jiangalie sana usije ukaanguka. Kwa hivyo kaa kwenye neno, dumu kwenye maombi,
na uombe Mungu akujaze kwa Roho Mtakatifu, maana huyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, huyo ndiye uzima na huyo ndiye nguvu ya wokovu. Ukikosa huyo, hauna nguvu na utarudi nyuma. Maana maandiko inasema, ni nani yule aliyeshinda dunia? Yeye ambaye amebatizwa au aliyezaliwa na Mungu, huyo anashinda dunia. Sasa unahitaji kuzaliwa na Mungu, kuzaliwa kwa Roho, na utashinda dunia, majaribu na chochote kile kitakachokuja. Mungu abariki katika jina la Yesu. Wacha tuombe na tushukuru. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Jehova, wewe ni Mungu, umetukuka mbingu na duniani, hakuna mwingine kama wewe. Ni asanti kwa neno, na ni asanti kwa yeyote ambaye amesikia hilo neno Baba, na amepiga muhuri ya kwamba ni neno la Mungu na ameshika. Baba, naomba ukawabariki wale waliosikia, na ukawatakase na kuwasimamisha katika msingi wa neno, katika jina la Yesu. Wakati huu wa muaguko, wakati wa kuyubayubishwa, wakati wa udanganyifu, Bwana, hawatadanganywa bali watasimama katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya yule ibilisi ambaye huja na kuchukua neno, inaomba Bwana hilo neno likae na lidumu kwenye roho zao, wae na kuelewa katika jina la Yesu, ili isimame na ikaweze kuzaa mia kwa mia katika jina la Yesu. Wasaidie watu wako kudumisha amani na hata kudumisha wokovu katika jina la Yesu, maana wewe ndiye mwanzilishi, nawe ndiye utakuwa yule atakaye malizia. Bwana, wewe ni umeaminika, na wewe ni hodari, na tukikuamini Baba, wewe hawezi shindwa. Katika jina la Yesu tunashukuru na kuinua jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Mungu na wabariki sana katika jina la Yesu, na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na ningetaka tu kumpa mchungaji rafiki yangu hapa kaweze kusema 2-3, na Mungu awabariki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nami ni Pastor Amos, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ndikundu guku na nijukite nigetha njigue kiugo kia Ngai, kiugo kiria gituragia mundu muoyo. Maandiko ma Ngai matwariria wega, na tutikae uka kwi Ngai ni tondu wa gwitigira maundu, no tuke ni tondu wa wendo wa Kristo. Tuke ni tondu ni twendete Kristo, ni wendo wa Kristo utumaga mundu ahonoke. Paulo aragia thini wa ibuku ria Korintho, akauga wega ati ni tondu wa uhoro uyu niguo watumire muhonoke. Uhoro uyu turaria ti tondu wa kindu kingi, tutihonokaga ni tondu wa mundu, tutihonokaga ni tondu wa kindu, no ni tuhonokaga ni tondu wa uhoro uyu mwega uria twarikia kuigwa muthenya wa umuthi. Na mo marikiriro kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, tugithoma thiini wa ibuku ria kuguririo haria 5, maandiko maroiga atiriri 5:15, maandiko makauga atiriri ati naguo mwende yo ngiona athamaki a guku thi makigeria kurira, makiuraga irima na mahiga tugwirei, nigetha tuhote kwihitha uthio wa Jehova. Ti undu na kumakia andu, no ni atiriri uhoro uyu niguo kuhana ati ni kuri hindi iroka ahunjia cio turaigua mahunjagia nigetha metongie, mahunjagia nigetha mathereme. Maandiko ma Ngai maroiga atiriri naguo hindi yo nigakinya, hindi iria andu makanjia kuria na riko irima cia tugwira, nigetha twihithe uthio wa Jehova, nigetha turire marakara ma Ngai, tondu muthenya wa marakara ma Ngai ni ukuhiriirie. Murata wakwa, kanya gaka turi ahe, na nikio wi muoyo muthenya wa umuthi, nikio hetwo kanya ga gukorwo ri muoyo.
nikio Ngai atetikirite wehere muhuro uyu wa riũa ni tondu ni uri na ihinda ringi na nikio maandiko moigaga atiriri ona kungituika we ni ugwite ungiuka kuri we ni mwinyihia na no agugwitikira gutira makania kana we ni ugwite ungiukira muthenya wa umuthi Mwathani no kuriganirwo akariganirwo ni mehia maku ndakaririkana wihia uria wehitie na kumbere tondu ona ithui ni tha tuiguirirwo na tutire turakinyanira nikio twikuo muthenya wa umuthi tuigue kiugo kia Ngai gituthondeke tuigue kiugo kia Ngai githi na mbere gwaka ngoro citu na nigetha riria tukurikia gukinyanira ona ithui noguo tugakinya hindi tuoyo koguo nawe ni uri na kanya nduri urakinyanira ona korwo wi mwihia muthenya wa umuthi Mwathani ni aramenya wega otoria Saulo ari munyariri wa kanitha na tikuga Ngai ndamuheire kanya gakuruta wira wa Ngai na niwe uretwo Paulo na akahunjia horo uyu na hinya muno akauga ona kone gukua no njitikire gukua ni tondu wa Kristo ikope mundu gwitwo Saulo ni ageirwo kanya ni erirwo horo wake ni muthiru mundu ucio ni angiarutire wira mwega uria utumaga andu aingi mathoma makagia na hinya uria utumaga andu aingi makagia na mwihoko hindi ria waingira kiugo kiria ndungata ino yandikire ukaigua ni uragia na hinya mweru na ungirwo ucio nowe wari munyariri wa wira wa Ngai uguo nawe muthenya wa muthi no ukorwo wi mundu muru no tikuga niguo karikia na niho maandiko matwira atia ona nigutuika ona aria mari mbere no matuike muico na aria mari muico no matuike mbere ni hinda riaku we gwitikira Kristo ni hinda riaku we kweneana kuri we tondu nduri mucerere ihinda wina rio kanya gaka winako nigetha uthondeke muturire waku ndugetikire gute ihinda tondu matuko ma muthia ni maya twinamo we mundu mugi ni amenye roho akirie kwambata tikira kwihaririria wega tondu Jesu ehakuhi gucoka na no ta ibuci ria ritho aragiria rutwo kamera atiri ati otoria muici okaga na muici ndugaga agiuka no ukoraga ni eire uguo noguo nake Jesu agoka otoguo muici okaga na uterigiriirio kaigwa ni araire uguo noguo Jesu agoka hinda riu utehaririirie hinda riaku wihariririe na reke ngwire kuma riria twahonokire na kuma riria tuokire muhuro uyu wa riũa kibarua kiria kinene tukoragwo nakio no gia kwihaririria tugaturania na Kristo gutire wira ungi Ngai akarora uria wothe turutaga muhuro uyu wa riũa ndakarora no mwe kana ni warimire muno kana ni watongire muno kana ni wathondekirie arata ingi maundu macio mothe ndakenda kumenya ngwataniro yaku nake iyo niyo akarora ni wanyumburire ta Mwathani thini wa ngoro yaku undu ucio niguo gatuma muturanie nake koguo maya mangi mothe niho mundu ugwitwo kuhero thuire mothe amarora onire ni matuhu gutiari no ndu no mwe onire wi mwega mothe mari matuhu tamenya no matuhu na nikyo ndagika ya muico onaga mundu akihotonyio haria mungu-ini atonyaga atari onaki arari na ngari nyingi arari na migunda minene na indo icio ciothe ni atiganaga nacio agacokerera mumumbi no turicokerera mutumbi Ngai amurathime muno na mwike wega twitikire Kristo athamakire ngoro citu thiini wa ritwa ria Jesu amina.